gani? Atembee, sio? Kwa sababu sisi kama wananchi wa area hii tumekuwa wananchi ambao wanapenda amani, tumekuwa wananchi ambao wanaishi kwa upendo hiyo miaka yote. Hakuja kuwa na vita kati ya Mjaluo na Muluya huku Luanda. Hakuja kuwa na vita kati ya mtu Ramula na hapa Munungo. Sawa? Kwa sababu sisi ni watu moja. Na unakuta kwamba kijana ametoka hapa, ameenda kule Ramula, amepata mke, ameoa kule, sio? Wa Ramula anatoka kule, anakuja huku anapata msichana, anaoa, inakuwa ni jamii moja. Kwa hivyo sisi watu wa Munungo, watu wa Buchimi na watu wa Ramula ni watu moja. Na kwa hivyo kusiwe kuwa na mtu ambaye anakuja kututewanisha. Halo? Mnanisikia mzuri? Na mimi nasema kwamba nimekuwa na nyinyi tangu safari kuweko na sitachoka kurudi hapa mpaka tupate amani yetu. Lakini kuna machache ambayo nataka kusema. Kwanza kabisa, mwaka jana mwezi wa 5 tulikuwa na mkutano mkubwa sana hapa nyuma, tukafanya public participation. Na mkakuja kwa wingi, mkaongea yenyi yote, ikanakiliwa kwa vyombo vya habari, ikanakiliwa katika ripoti zote na imewekwa kule juu. Lakini kwenda laiseni ikatolewa. Na wananchi wamefanya namna gani? Wamekataa. Halo? Mumbula? Lakini sasa kumekuwa na hivi kwamba imefika wakati mama hawezi kuwa na amani kwa nyumba yake, manake GSU amemfitia kwa mlango. Imefika wakati kwamba baba hawezi kuwa na amani moyoni mwake, manake askari amemfitia kwa mlango. Mimi nasema hivi, hawa maaskari ni ndugu zetu, ni dada zetu. Kazi yao ni kuona kwamba wamehakikisha kuna amani na utulivu miongoni mwetu. Lakini sio kumvamia mama kwa nyumba na mateke na makonde. Sio kumvamia mzee kwa nyumba kwa mateke na makonde. Sasa vile GSU haitakani kuwe hapa, inatakani kuwe kule Bargoi. Halo? GSU haitakani kuwe hapa, iko wapi? Kule wapi? Bargoi. Kwa sababu sisi ni watu wa amani. Watu ambao wanajua kujipanga. Watu ambao wanafanya kazi yao ya mkono vizuri. Si namna hiyo? Na mimi niseme kwamba kama mchumba, nasema haya, nasema kwa heshima sana. Kwamba nimetembea hii safari na sitaogopa kutembea safari. Juzi hivi Mheshimiwa Sosi amekuwa hapa, akaongea kwenda kule Kisumu akavamiwa. Asa hata sijui kama alipigwa juu ya hii shanta goda manini. Halo? Nataka nijue. Alikuwa hapa akafanya mkutano Jumanne, Jumatano akapigwa kama mnyama. Mimi nawaambia wanijaribu, wataona cha mkuu. Halo? Kwa sababu alikuwa hapa akaongea haya mambo ambayo yanatetea mwananchi wa kawaida. Lakini kwenda kule akafurushwa na wakora, sio? Tunataka tujue kama ile kupigwa kule kuna uhusiano vile na mambo ya hapa shanta kuna namna gani. Halo? Those are questions we need to ask. And those are questions we need to know. Pili, tumewapoteza vijana wawili. Wacha huyo Mungwana apite kwa amani. Maana sisi ni watu wa amani. Tumepoteza watu wangapi? Wawili. Tumepoteza mtu anaitwa Henry Otieno. Halo? Mumbula bulai. Mambo la bunwe nyo muhana oserango muhana ula kala. Sikalimbo. So kosa mangana tawe. Hali mbona sasa bantu balobenya bakose kitu ambacho tutaki. Halo? Mukura muhana wabene by force. Mukura by force. Sasa pole. Omukunda ko chips ba. Ne soda ba. Ne ingo ba. Ne jire box. Sikalimbo. Sasa nwenye muhana mfano mbu uiche pole. Hapana lazimisha sisi kwa kuchukua kwa nguvu. Halo? Kwa hivyo mimi nasema hivi. Nikiwa hapa naenda kwa ofisi ya hospitali wangu wa Luanda. Leo hii kwamba tunataka askari wakoe hapa ili kuweka amani, lakini si kuvamia vijana na kina mama na wazee kwa maboma sawa. Tuko sawa? Lakini nimesikia kana kwamba shida inatokea huko chini. Nimesikia hivyo. Halo? Nasikia shida inatokea hapa. Hospitali yuko hapa. Very good. Huyu Mungwana, na mimi nasema hivi bila kuogopa.
Huyu muungwana ambaye ni hospitali wa Luanda ako na heshima kuliko yule muungwana mwingine. Halo? Na unajua mimi kama kiongozi ambaye amechaguliwa na watu, mimi huwa siogopi. Mimi nasema yangu ukweli. Kwa hiyo bwana hospitali, watu wangu hawa wanataka amani. Na najua kwamba you have the power, you have the will and the ability kuona kwamba kuna amani na utengamano ndani ya watu hawa. Manake nilisikia hata nilimpigia simu nikiwa Isiolo kwamba nasikia watu wangu wanavamiwa kwa manyumba na watu ambao wanajiita GSU. Ilifika wapi GSU wakatoka kule kwote wakuja kutuvamia hapa? Halo? Mumbula? Kwa hivyo, ya pili, nitaka kutoa ripoti kwamba last week on Thursday niliandika barua kwa Independent Police Oversight Authority. Nikaelezea hivi kwamba ningalipenda wafanye uchunguzi independent kwa yale ambayo yametokea hapa Mulungu. Sawa vile. So it is true that I wrote a letter to IPOA, Independent Police Oversight Authority, ambayo niliuliza maswali kwamba inataka kujua ni vipi ambavyo vijana wameuawa hapa ili hali hawakuwa na silaha yote ile. Unaelewa mzuri? That's the question I asked. Nimeuliza Kenya National Commission on Human Rights kwamba hapa hivi kuna rights za wananchi ambazo kiasi zimedhulumiwa. Mumbula, katiba ya Kenya inasema kwamba Bill of Rights, kila mtu ako na haki ya kutengamana. Hello? Na pia power belongs to the people. Power belongs to who? Wananchi wakiwa wanataka kukana kitu fulani, nguvu na mamlaka iko ndani ya wale wananchi. Na hauwezi kamwe kumlazimisha mtu akupatie mali yake kwa lazima. Haiwezekani kamwe kwamba mtu akupatie mali yake kwa lazima. Lazima muongee akukubalie ili uchukue ile mali. La sivyo. La sivyo. Aende sio? Akanyange kubwa. Halo? Hoja tatu. Kwa sababu vijana wetu wamevamiwa, we are calling for compensation kwa wale vijana ambao maisha yao imeharibiwa. Sasa vile kuna vijana kama 5 nasikia kwamba pikipiki zao zilichukuliwa. We are demanding for compensation for those bodabodas. Halo? Kuna vijana nasikia kwamba vitu zao za kazi zilivamiwa zikaharibiwa. Halo? We are calling for compensation. Kwa hivyo, chairman wangu, Pius, wakati Independent IPOA inakuja hapa, wacha wananchi wakuje waandike vitu ambazo zilipotea. Tuko sawa? Wakati Kenya National Commission of Human Rights wanakuja, wacha waandike vitu ambazo zilifanya nini? Dhuluma yote ile. Ili nami nikiwa kule juu nifuatilie kuona kwamba we have compensation for our people. Hello? 3 ama 4 sasa. Nasikia hapa kuna goons pia walikuweko hapa. Wanajuaje askari ametoka kule Kisumu, anajuaje hii mashini inafanywa hivi ndio ifanye kazi? Anajuaje? Anajua. Halo, nilikuwa nangoja hao ngano wapite, manake sisi ni watu wa amani. Si namna hiyo? Kwa hivyo wanapokuja kusema wanatuvumia na shangaa. Mimi naona magari zinapita vizuri. Si namna hiyo? Biashara inaendelea lakini wanazidi kutumiza. So nilikuwa naongea mambo ya goons. Tumeona kwamba Kenya hii tumeanza kukosa mwelekeo, manake goons are taking over. Very soon tutakuwa kama ile nchi ambayo Kenya ilienda kusaidia inaitwa namna gani? Haiti. Kwamba goons are walking aimlessly, anyhowly, armed with pangas and machetes, interfering with people's daily lives. Na nimeona kwamba wale ambao walimvamia seneta kule walikuwa ni goons. Jana nimeona goons katika kule Nairobi wakivamia watu. Simeona hiyo? Imefika kwamba leo hii wale ambao wanakuja kuingia kwa boma, sidhani kama askari akiwa na kitu yake mzuri atakuja kwa boma yako. That must be a goon.
Nasikia mwingine alisema kwamba kulikuwa na 10 bob kwa meza wakachukua 10 bob wakabeba nayo, wakabeba 10 bob. Na kupoteza yale, I think I give when is it? Only Modemon right. This is Modemon right for people. Yeah. Wapiga county. Basi wacha mimi nipange kwamba ile mili iko kule Siaya yote kuja wapi? Hapa. Sasa vile hiyo mimi nachukua jukumu kwamba mili yetu ya vijana wetu ambayo iko kule Siaya isafirishwe mpaka wapi? Sasa vile isafirishwe pale Masaba. Mimi nasema nikiwa hapa kwamba mambo ya bili hospitali ile ya moja, mimi Dickson Maungu nitalipa hiyo bili yote. Vijana ambao walikufa bila kuwa na ubaya na ugonjwa. Sasa vile kwa hivyo mambo ya kutoa mwili kule mpaka hapo Masaba na kuhifadhi siku ya kutoa. Very good mbunge, lakini walipwe. Iko sawa. Lakini sisi kwamba tunafurahia kuzika watoto wetu. Walipwe. So that we as a people can make our voices be heard. Sasa vile asante sana. Kwa hivyo nasema ni asanteni. Natamani nilete mtu hapa. Hata na watu wawili, nitaka nilete vikundi vingapi? Viwili. Kikundi ya kwanza ni kamati ya bunge ambayo inadili na mining and environment. Ikuje hapa isikie vile ambavyo mnasema. Sasa vile. So the chairman is my friend. I think that's the first thing I want to do. That the parliamentary committee in charge of mining and natural resources, ningalipenda wakuje hapa ili pia wasikie, muambie na wajue kwamba sisi tumekataa. Sasa vile